Mara baada ya bodi ya ligi kutangaza kuahirisha dabi ya Kariakoo ambayo ilipaswa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu 2025, Yanga nao walitoa tamko lao wakidai kwamba hawatambui tarehe nyingine ambayo dabi hiyo itapangiwa. Wao wanatambua tarehe 8 ambayo bodi ya ligi iliahirisha mchezo huo. Wao wanachohitaji ni pointi 3 na magoli 3 ya mezani. Na pia wakatoa msimamo wao kwamba hawana imani na viongozi ambao wanasimamia bodi ya ligi kuu ya NBC, hivyo wanapaswa wajiuzuru. Rais wa TFF Wallace Karia naye akihojiwa na kituo kimoja cha redio hii leo, Rais Karia anauliza wanaosema bodi ijiuzulu wapo sawa. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia akihojiwa na moja ya kituo cha redio amejibu tuhuma wanazozushiwa bodi ya ligi kufuatia uamuzi wa kuahirisha mchezo wa Kariakoo Derby uliopaswa kuchezwa Machi 8 mwaka huu 2025. Rais Karia amedai kuwa bodi iachwe ifanye kazi yake, walisimamia na watasimamia kanuni na sheria inapopaswa, lakini kwa wanaosema bodi hiyo itenguliwe, je, wao uongozi wao wa timu zao upo sawa? Je, uongozi wa timu zenu upo sawa? Anauliza Rais Wallace Karia. Na hii ni mara baada ya Yanga kutoa kauli yao ya kusema kwamba hawatambui mchezo mwingine mara baada ya bodi hiyo kuahirisha dabi ya Kariakoo ambayo ilipaswa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Kama Yanga wao walipeleka timu uwanjani. Kwa upande wa Simba wao walidai kwamba wamezuia kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo huo, hivyo hawatapeleka timu uwanjani. Lakini kwa upande wa Yanga wao walipeleka timu lakini Simba hawakutokea katika mchezo huo mara baada ya bodi ya ligi kutangaza kuahirisha mchezo huo. Lakini Yanga walitoa tamko la kuhitaji viongozi wanaosimamia bodi wajiuzulu kushindwa kusimamia kanuni, lakini Wallace Karia ametoa msimamo akisema kwamba viongozi waachwe kwani wanasimamia kanuni. Je, una mtazamo gani katika hili? Acha komenti yako na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.